Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na wakati huu tunaitazama Mashariki ya Kati kwa mara nyingine tena. Wakati Israel ikiwa na wasiwasi kwamba utawala wa Donald Trump unaweza ukakata mkataba mpya ambao Israel inauona ni udhaifu wa nyuklia na Iran, njia moja ya kutoka katika hali kama hiyo inaweza kuwa ni operesheni ambayo inapangwa na jeshi la Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba shirika la ujasusi la Mossad lazima lifanye matukio kadhaa nchini Iran, hasa kumuua kiongozi mkuu wa jeshi la Iran ambaye aliamuru makombora karibia 400 ya ballistic kurushwa dhidi ya Israel mnamo mwaka 2024. Baadaye uhakikishe sasa wanafanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Madhumuni ya hali hii ya kinadharia ambayo yameelezwa katika gazeti la Jerusalem Post la nchini Iran itakuwa ni kuichokoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufanya mashambulizi mapya ya moja kwa moja dhidi ya taifa hilo la Iran, ambayo inaweza kutumika kama msingi wa mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran hata baada ya kukatizwa makubaliano mapya ya nyuklia na rais wa Marekani Donald Trump. Brigedia Jenerali Amiri Hajizade, mkuu wa jeshi la anga la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, alitangaza hadharani jukumu lake katika kujaribu kuidhuru Israel katika duru nyingi za kuishambulia kwa takribani makombora 400 ya balistiki katika mwaka 2024. Maafisa kadhaa wa Israel na Marekani waliwahi kujadili jambo hili hata kumuua mnamo mwezi Oktoba mwaka uliopita kama jibu linalowezekana kwa shambulio la pili la moja kwa moja la Tehran, ingawa mwishowe Jerusalem ilitosha kwa kuharibu ulinzi wa anga wa Iran na uwezo wa kutengeneza makombora wa balistiki, licha ya kwamba Iran ilidai kwamba ulinzi wao wa anga uko imara na hakuna madhara makubwa yaliyotokea baada ya jibu lililotolewa na Israel. Hata hivyo, Israel wakati huu inaona ni kama vile inaanza kusalitiwa na Marekani kutokana na ukweli kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump karibia mara mbili waliwahi kukubaliana juu ya namna ya kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alitoa miezi miwili ya kufanya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, lakini hadi wakati huu mazungumzo hayo ambayo yameingia katika duru ya pili kuelekea ya tatu yanaonekana kuwa na mafanikio, huku rais wa Marekani Bwana Trump akikataza nchi ya Israel kufanya shambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kuna mkataba mzito ambao huenda Marekani ingeupata kupitia ujenzi wa vinu vya nyuklia nchini Iran. Hata hivyo, Iran inapanga kujenga karibia vinu 19 vya nyuklia, jambo ambalo Israel inadhani huenda ni mpango ambao unatengenezwa na rais wa Marekani Donald Trump akishirikiana na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku Putin akisaini mkataba wa miaka 20 katika kuhakikisha anashiriki katika ulinzi wa miundombinu ya nyuklia nchini Iran, lakini pia akihakikisha mambo mengine ambayo yapo katika mkataba huo yakiwemo ya kibiashara lakini pia ya kiulinzi yanafanikiwa. Kwa mujibu wa gazeti la Jerusalem Post, hata kupitia katika tovuti yake ilimeeleza kuwa bila shaka bado kuna matumaini kwamba utawala wa Trump unaweza kushawishika kutaka makubaliano ambayo kweli yatakata njia ya Ayatollah Al-Khamenei kwenye bomu la nyuklia au kudumisha kampeni ya sasa ya shinikizo la juu. Rais wa taasisi ya sayansi na usalama wa kimataifa David Albright aliambia Washington Post. Kulingana na Albright ambaye amenukuliwa na Washington Post, amedai mara kwa mara kwamba baada ya miaka shinikizo la juu linafanya kazi na linaweza kuongezwa zaidi. Zaidi ya hayo, chaguo la kijeshi ni la kuaminika. Utawala wa Iran unakabiliwa na matarajio ya kuanguka kwake, na huo ndio mpango wa Israel kutaka kuangusha kwanza viongozi wakuu wa kijeshi, kama ambavyo inadaiwa huenda ndio ilihusika katika mauaji ya Ibrahim Rais pamoja na baadhi ya makomando pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa nchini Iran. Bila shaka makubaliano ambayo yanavuka JCPOA, mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja, ni bora kuendelea na shinikizo, alisema. Iwapo serikali itakataa kufanya makubaliano haya, basi ni jambo la maana kufanya uharibifu unaolengwa wa mali muhimu na uwezo wa nyuklia na labda viongozi fulani, na tishio la kuharibu zaidi kama vile shabaha za kiuchumi na uongozi.
ikiwa serikali itahamia kujenga upya maeneo yake ya nyuklia au kuanza kuunda silaha za nyuklia, alisema Albright akinukuliwa na shirika la habari la Jerusalem Post huko nchini Israel. Trump lazima apate makubaliano ya Iran. Mkuu wa zamani wa Baraza la Usalama la Kitaifa NSC Jacob Nagel aliunga mkono chapisho hilo, akisema kwamba Trump hapaswi kuingia ndani kabisa katika mazungumzo na Iran kama inavyoonekana anafanya, isipokuwa kwanza apate makubaliano mengi yanayohitajika kumaliza mpango wake wa nyuklia na kuhakikisha Iran lisiwe taifa ambalo litamiliki silaha za kinyuklia, kwani litazidi kuwa tishio kwa upande wa Israel. Lakini vipi iwapo Trump atasonga mbele makubaliano ambayo yanatarajiwa kuwa bora zaidi kuliko mapatano ya nyuklia ya JCPOA ya mwaka 2015? Ikiwa hili litafanikiwa, Iran itanufaika sana, na hivyo huenda ikasababisha matatizo makubwa katika Mashariki ya Kati. Iran huenda ikatengeneza mazingira ya kuyapa silaha makundi ya kigaidi katika eneo zima la Mashariki ya Kati, lakini pia Iran huenda ikaja kupanga shambulizi zito dhidi ya Israel, na hivyo Mossad ni wakati sahihi wa kuhakikisha hata makubaliano hayo yakiwa yanaendelea, lakini ifanye jambo, hasa kuua baadhi ya viongozi wakubwa, ikiwa ni pamoja na viongozi wakuu wa kijeshi na kuwalenga hata viongozi wa kisiasa ndani ya taifa hilo ambao wamekuwa kipaumbele juu ya kuhakikisha wanakuwa na silaha za kinyuklia, akiwemo kiongozi mkuu wa serikali ya nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo yanajiri wakati huu katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini ni kile ambacho Israel inakitaja kwamba ili waweze kufanikiwa katika nyakati hizi na ili waweze kuona wanaweza kuitawala vizuri Mashariki ya Kati, kwanza ni kuona namna gani wataweza kukabiliana na baadhi ya viongozi wa kijeshi nchini humo, hasa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei pamoja na baadhi ya makamanda wakuu wa jeshi la anga na majeshi mengine. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.